Pwani Habari ni chaneli yako inayokupa habari moto moto zilizojiri hapa Pwani na kwingine. Ushirikiano mliotuonyesha kwetu ni dhahiri, mmeonyesha kwa vitendo kuwa uchaguzi sio jukumu la tume peke yake, bali ni wajibu wa jamii nzima. Kwa pamoja tumethibitisha kuwa mchakato wa uchaguzi unaweza kuendeshwa kwa uwazi, weledi, ushirikiano na heshima. Tunayo imani kwamba misingi tuliyoweka mwaka huu utaendelea kuwa mwanga na dira ya uchaguzi bora katika chaguzi zijazo. Wadau wa uchaguzi kisiwani Pemba wameitaka tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC kuendelea kuboresha mazingira ya wezeshi ya uendeshaji wa shughuli za uchaguzi ili kupata ufanisi katika zoezi la upigaji kura kwa msimu ujao. Katika mkutano wa kutathmini zoezi la uchaguzi mkuu 2025 uliofanyika katika ukumbi wa Makonyo Chake Chake, wadau hao wamesema tume imeendesha uchaguzi kwa amani na kwa kushirikiana na vyombo vya usalama. Wananchi walipata utulivu katika kipindi chote cha kabla na baada ya uchaguzi wa Oktoba 25. Hata hivyo, wakataka kuwekwa miundo msingi itakayowasaidia baadhi ya walengwa, wakiwemo watu wenye uhitaji maalum kupata haki yao ya msingi bila usumbufu wowote. INEC walitusumbua sisi viongozi pamoja na mawakala. Walituambia hawakutupa vitambulisho kwanza vya mawakala. Wakasema kama mawakala waendi kwenye vituo vyao vya uchaguzi, wakifika majina yao yako na picha zao ziko. Lakini kwa bahati nzuri walipofika hawakuingizwa ndani, waliambiwa mpaka wende na uthibitisho. Ikawa tena sisi viongozi ni kukimbilia tena tume ya uchaguzi. Kwa hivyo naomba usumbufu huu mara nyingine tukijaliwa na Allah akitufikisha na roho usiwepo. Tuna changamoto kubwa ambayo wanaipata wenzetu katika jimbo la Ziwani, eneo la Birikao, ambao wanaishi kule, lakini kituo chao cha kupiga kura tunakiona kipo katika skuli ya Kwale. Kwa kweli masafa ni marefu. Kwa sisi kama chama tunaishauri tume kwa namna moja ama nyingine basi iangalie sana katika eneo lile, kwa sababu ya masafa yale kwa kweli ni mbali sana. Lakini katika eneo jingine pia tunaona katika jimbo hili la Wawi kuna wanachama wetu sisi kama chama ambao wanaishi Gombani, ambao wamegawika, wanaingia katika shehia ama wanaingia katika tawi la CCM Ngambwa. Lakini wanachama wale tukija katika suala la upigaji wa kura, wanapiga kura hapa Wawi, katika jimbo la Wawi. Kwa kweli hii ni changamoto kubwa. Sasa tunawaomba muliangalie upya sehemu ile ya shehia ya Ngambwa katika suala la upigaji wa kura, ili tuwaambulie sehemu ambayo ni muhimu katika upigaji wa kura. Tunaomba kwamba hizi asasi za kiraia zinazotoa elimu zipewe nafasi na zipangiwe bajeti hususan kwamba ziweze kufanya hizi kazi na kwa muda usiopungua mwezi mmoja na nusu ili tuweze kuwafikia watu wengi. Nashukuru sana, waendelee, kwa sababu mara nyingi waathirika wakuu katika jambo hili ni akina mama na watoto. Tunakuwa hatuna amani. Ni namna gani tutawalinda watoto wetu? Ni namna gani sisi wenyewe tutajilinda? Historia ni kubwa. Kwa hiyo kwa hili tunashukuru, tunasema alhamdulillah. Lakini kwa upande wa asasi za kiraia tunasema tume ya uchaguzi imetushirikisha kikamilifu. Hili tunawapongeza. Tulishirikishwa kabla ili tutoe maoni, lakini tumeshirikishwa katika shughuli hizi za uchaguzi, lakini na baada ya uchaguzi tunashukuru leo tuko hapa kwa ajili ya tathmini. Kwa hiyo kwa kiasi tunasema alhamdulillah, tumeshiriki vyema. Lakini kipekee tunadhani sisi kama asasi za kiraia, kwa sababu sisi tunafika mpaka kwa ngazi za chini, kilichopelekea kwamba amani na utulivu, viongozi wetu wakuu wakijipanga vizuri, mara nyingi swala hili la migogoro inaweza kupungua. Kwa sababu wakati wa kampeni tunashauri mara nyingi zile kampeni zikiwa wakati wa viongozi wakuu kwenye majukwaa yao waweze kuhubiri amani, na hili ndilo ambalo limejitokeza, na mwisho wa siku amani hii imeendelea kutawala mpaka
tumemaliza uchaguzi huu tukiwa na amani na utulivu. Kwa hiyo hili tunasema tunashukuru alhamdulillah, lakini tunawapongeza viongozi wetu, lakini tunaipongeza tume ya uchaguzi iendelee kusimamia haya ambayo tumekuwa tukiyazungumza. Kwa sababu wananchi wa Zanzibar ni wale wale ambao mara zote husababisha kutokezea machafuko, mimi niendelee kuwaomba wadau wa uchaguzi, kila mmoja aliyechukua nafasi yake kuhakikisha kwamba amani na utulivu ilitawala mara hii, hili tuliweke katika nyoyo zetu, ili na chaguzi nyingine zinazokuja tuvuke katika kipindi cha uchaguzi tukiwa katika hali ya salama, hali ya amani na hali ya utulivu. Sana kwa wadau wote kwenye ushiriki wa aina hiyo uwe wa kuigwa kwa kipindi kijacho, ili usalama uendelee na uchaguzi uwe wa amani. Katika hatua nyingine, Jaji Aziza Idi Swedi amesema mkutano huo umekuwa ni jukwaa muhimu la kutathmini mafanikio na changamoto na mapendekezo ili kuleta mageuzi na kuboresha harakati za uchaguzi nchini. Ni sana mawazo yenu, na mawazo yote yaliyotolewa hapa tunaahidi tutayaweka katika uzani ulio sawa sawa. Ndugu washiriki, tume imekuwa ikisisitiza kuwa uchaguzi huwa ni mchakato endelevu. Maneno hayo yalisemwa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, kwa maana ya kwamba kumaliza kwa uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 ni matayarisho ya uchaguzi mkuu mwingine unaokuja. Shiriki, tumezikusanya hoja zenu zote na tutazifanyia uchambuzi wa kitaalamu ili kutambua changamoto za kimfumo na za kiutendaji, na tutaweka vipaumbele kulingana na uzito na uharaka wa kila hoja. Aidha, tutatoa mapendekezo kwa mujibu wa hatua za muda mfupi, hatua za muda wa kati pamoja na za muda mrefu. Na baada ya uchambuzi huo, tutahakikisha tunatoa mpango kazi ambao utajadiliwa na kupitishwa ili uwe mwongozo rasmi wa kuboresha chaguzi zinazokuja. Ndugu washiriki, kutokana na majadiliano ya siku ya leo, tume imetambua maeneo muhimu yanayohitaji kuimarishwa zaidi, ikiwemo usimamizi mzuri wa vifaa na miundombinu ya uchaguzi, elimu ya wapiga kura na uhamasishaji wa wananchi, ili kuimarisha na kuweka miundombinu ya uchaguzi inayojali watu wote. Ndugu washiriki, napenda kusisitiza kuwa dhamira ya Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ni kuendesha uchaguzi bora, wenye kuaminika na unaoheshimu misingi ya katiba. Kila mmoja wetu hapa ni sehemu ya safari hiyo. Naomba sasa kila mdau aendelee kuwa mshirika wa karibu wa Tume ya Uchaguzi katika safari ya kujenga mustakabali wa demokrasia yetu. Mwisho, napenda kuwashukuru tena kwa kushiriki na kuiunga mkono Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar. Kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.